Swali ni kwamba mara ya kwanza kwamba nywele za mwanamke zikiwa zimesukwa nywele zake zikiwa zimesukwa, maji yakiwa yanafika ndani, hakuna ulazima kufumua kama maji yanafika, yani awe na uhakika, kwa sababu tahta kulli sha'ratin janaba, chini ya kila nywele kuna janaba. Ndio maneno ya Mtume Muhammad, chini ya kila nywele za huku sehemu zote za nywele janaba. Kwa hiyo nywele zote inabidi zifike maji. Sasa kama anao uhakika, sasa uhakika kwamba lazima zile nywele zipate maji, kama anao uhakika basi hakuna haja ya kufumua nywele, lakini bora zaidi kufumua. Hata tunasoma katika vitabu vya fiqh, wayajibu naqdhu dhafair. Kwenye vitabu vya fiqh tunasoma lazima kufumua mangongo. Nikisema hivi kwa lugha hii wananielewa. Kufumua mangongo maana yake kufungua nywele. Kwa hiyo kwa mujibu wa kauli tunasema lazima afungue, kwa sababu asije yeye akasema kwamba maji yanafika ihtiyata alafu yakawa hajafika. Sasa bora zaidi, narudia, bora zaidi lazima ufumue hizo nywele ili maji yafike. Kuna swali jingine hapo kwamba watu kina mama wanasuka rasta, lakini sasa hivi wameendelea zaidi nyuzi. Zile nyuzi zitabeba ile hukumu ya rasta, si ndio Maalim Singo? Swali la pili, ayuma mraatin zadat fi ra'siha sha'ran fahuwa zurun tazidu fihi. Hii ni hadithi maarufu ya Imamu Nasai. Mwanamke yoyote atakayeongeza, atakayezidisha katika kichwa chake nywele moja tu, Mtume anasema fahuwa zurun, hiyo ni dhambi hiyo. Yani ukizidisha nywele 2 dhambi 2, nywele 3 dhambi 3, nywele 10 dhambi 10. Kwa hiyo ni dhambi. Sasa masuala ya kuweka uzi, akachukua uzi akaweka, bora zaidi hata kama Mtume hajasema uzi kasema nywele, lakini usiweke. Bora zaidi usiweke. Kwa sababu gani? Usiingie katika aya wala umanniyannahum wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am. Kwa sababu gani? Uzi unapoweka maana yake ushabadilisha. Nywele zako ni nywele hizi, nywele. Ikiwa Mtume amekataza kwamba watakuja watu ambao kwamba watachukua vibanio, riwaya imekuja bado sinfun lam ara ba'dahum, kwenye hadithi ndefu sana, kaanna asnamahum albukht. Kwenye hadithi kuna kundi ambalo sijaliona litakuja, hilo kundi hivi vichogo vyao huku nyuma kama nundu la ngamia. Ile maana yake wamechukua kitu wanaita vibanio, wanaweka. Ndio maana yake, yani kuchukua banio kuweka. Ndio Mtume aliozungumzia hawa, lam yajidna raihata aljanna. Mtume kasema kwenye hadithi hawatopata harufu ya pepo. Harufu ya pepo ni mwenendo wa miaka 500. Harufu unasikia ya pepo, tembea hapa mwendo wa miaka 500 harufu unaisikia, lakini hawa hawatosikia ile harufu. Wanaweka nini? Banio kaweka. Ndio Mtume aliposema manake nundu linakuwa kama langamia, sio nywele nili bwana ile banio. Sasa tukisema uzi, hata kama kuna baadhi ya watu wanasema lakini Mtume hapa akasema nywele, sisi tunaweka uzi. Wapo wanajitetea kwa sampuli hiyo, tunasema sawa, lakini wewe uone kama umeingia kwenye hii aya hapa, kwa maana wala umanniyannahum shaitan iblis laanatullah, wallahi nitawapa matamanio hayo, fala yughayyiranna khalqa Allah, watabadilisha umbile la Mungu. Ubadilisha umbile la Mungu hata kuchukua uzi ukaweka, manake umetoka katika asili yako. Kwa hiyo bora zaidi usiweke huo uzi, hata kama wapo wanaosema kwamba inafaa kwa sababu sio nywele. Bora zaidi mama usiweke, kwa sababu ya kuyavunja matamanio yako ili nafsi hiyo iumie. Wallahu a'lam. Haya, swali lingine, na tukumbuke mada ya Sheikh ni tariqu ila janna ma takrahu an-nafsi. Hii jumla tumutaridha iliyoingia katikati ni kutokana na
ombi aliloombwa Maalim Singo na huyo mwanadada kwamba atakapobahatika kukutana na shekhe amuulizie hili swali, lakini haikuwa mada ya shekhe. Mambo ya janaba na mambo ya masukaji ya kina mama haikuwa mada ya shekhe. Mada ya shekhe tariku ila aljanna ma takrahu nafsi, kwamba njia ya kutupeleka peponi ni yale mambo ambayo nafsi zetu zinachukia. Haya, swali lingine. Ni ishara kwamba shekhe tumemwelewa sana. Hakuna swali? Naam. Aha, Maalim ana swali. Haya basi, jitambulishe alafu muulize shekhe swali lako.